Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almustamiina alkiram, alhamdulillahi rabbil alamin. Wasikilizaji wangu na watazamaji watukufu, baada audhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bika nasta'in. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa khalaqal janna min marji min nar wa lan nushrika bi rabbina ahada wa anna minnal muslimuna wa minal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada. Karibuni tena kwenye kipindi chetu tukipendacho Sauti ya Mzimle, tiba, dawa na elimu za marohani, elimu ya kati na kati, kujifunza, kuelimika na kufahamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wa ba'd. Uhikum bitahiyatil Islam. Na waamkuu wa vipenzi vyangu popote muliko katika ulimwengu huu kwa amkuzi la amani. Karibuni tena kwa kuwezeshwa na Mola Muweza kuwa katika tuliojaliwa kupata fursa hii ya ilmu na kuweza kuwa katika ambao tumbakishwa na tupo au tumo katika uhai wa alyaumi. Alyaumi, siku ya leo, iko katika mamlaka ya Mungu kuwezeshwa kwetu, na tutamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na gadan, kesho, ya bukratan, kama ilivyokuwa nyuma, inshallah tuwezeshwe kuwa na fursa nyingine na nyingine na nyingine, ila wakati maalum, mpaka siku itakapokuwa wakati ushabadilika. Kuna mabadiliko ya wakati, kuna mabadiliko ya wakati, hauna budi kuingia katika mabadiliko hayo iwapo yatabadilika katika amri zake azza wa jalla, katika amri zake Mungu muumba wa kila kilichoumbwa. Kila ukionacho kimeumbwa na yeye, na vile vile kina wakati wake mwanzo na wakati wake wa mwisho. Kuna na kuwezeshwa, tumewezeshwa, tusisahau hilo. Tulikubali na tuende nalo kwa wakati, na tulishukuru pia kwa kusema alhamdulillah, siku ya leo naipata nikiwa hai, naipata nikiwa mzima, naipata na fursa zake. Fursa ni yale mambo yatakayotokea ukawa unjaliwa kuyapata. Kwa mfano kama hii darasa ya leo ya Sauti ya Mzimle, ikiwa hukujaliwa kuipata ungekuwa umekosa fursa, lakini unjaliwa kuipata, hiyo ni fursa. Jambo lolote unalolipata jua ni fursa. Kwa hivyo tuenda kwa wakati na fursa. Tukiweza kuipata nafasi hiyo, tumpata fursa. Fursa hiyo tumshukuru, kwa sababu wengine waikosa fursa. Tamka leo, wengine wagonjwa, wengine washakufa, wengine sijui wasafiri, wengine sijui simu inaingia kwenye maji haifanyi kazi, akosa fursa ya kusikiza Sauti ya Mzimle, na yatumia simu hiyo hiyo kutizama na kusikiza. Fursa muhimu, vipenzi vyangu wa Sauti hii ya Mzimle, popote muliko ulimwenguni,
Nawakaribisha kwa kuendeleza somo letu la hirizi na faida zake na hasara zake. Hivyo bila kuwata wakati kupuuza, tutasema hirizi pia hutumiwa katika kuzuia jambo baya. Hirizi pia hutumiwa katika kuzuia jambo baya lisikupate kwa uwezo wa Mungu. Elewa, katika kila ninachokisema ni dawa, eka neno uwezo wa Mungu. Katika kila ninachosema ni kinga cha zuia, eka neno uwezo wa Mungu. Na katika kila kitendo, hata si cha dawa tu na cha uganga na cha utabibu, cha ualimu, sijui cha masala gani na gani, masala yote wewe za mtukana anayesema kuwa dawa ya tibu au ni dawa ya tibu, ukasema afanya shirki, anayetibu ni Mungu. Kumbe wewe mwenyewe ndani ya nyumba wajisifu wafagia, na husemi kuwa ninaezeshwa na Mungu kufagia. Wewe mwenyewe ndani ya nyumba leo wafua, husemi kuwa alhamdulillah ninaezeshwa na Mungu ninafua. Wewe mwenyewe watoka na sokoni, wajisifu mimi nda sokoni, husemi kuwa mimi ninaezeshwa na Mungu kwenda sokoni. Yani fi kulli fi'l, katika kila kitendo tunachokitenda katika ulimwengu lazima ujue kuwa ni kuwezeshwa, tumeezeshwa. Na iwapo tutazungumza bila kuponyoka au kuponyokewa kwa kuteleza, pengine ukusema neno hilo, basi eleweka au lirudie kwa kulifikiria kwa, lakini ninaezeshwa ndio nikafanya. Sasa unayemwona azungumza huwa ameezeshwa, ni uwezo wa Mungu si wake. Anayetembea huwa ameezeshwa, ni uwezo wa Mungu si wake. Anayelala ampewa usingizi kwa uwezo wa Mungu, kulala si yeye kwa kitanda chake. Hataweza kuwa na kitanda cha dhahabu, godoro la sufi na usingizi ukawa huwezi lala hata kama atakalala, sababu hukuwezeshwa. Mpaka uwezeshwe kulala. Ukienda choo ukimaliza umeezeshwa. Kuna wengine hawana choo, wenda operations, ni mshipa umfunga, hawakuwezeshwa. Na hata ukiwa nacho mwenzako hana, jua umeezeshwa. Si kwa wewe una akili nyingi kumshinda mwenzako ati wewe wajiwezesha. Huna kimoja cha kujiwezesha, umeezeshwa. Mwezeshaji nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu ndo anawezesha viumbe vyake, na akikataa kuwezeka kule au akikataa ule uwezo ukujie au akikuzuilia na uwezo wake, hata kama unacho akifanyi kazi. Hata kama una miguu ya kwenda haitotembea, hata kama una jicho la kutizama hutoona, na hata kama una pesa hutokipata ukitakacho. Hujaona wewe saa nyingine mpaka uwezeshwe kuipata sukari. Sasa huja sukari kapotea, ikawa watu wapanga mafoleni madukani, na ukifika wewe ambao ikwisha. Ukienda duka jingine ikwisha, ukienda supermarket nyingine ikwisha, ukiulizia ntia nje jirani kuisha, ikawa wanywa chai bila sukari. Hukuwezeshwa mpaka uwezeshwe kila jambo. Sasa mimi nawatanabahisha na nawafahamu sote kwa pamoja na mimi, tuelewe kila kitu nikuwezeshwa na tuwezeshwa. Ukishawezeshwa uipata fursa. Kuipata fursa ni kuwezeshwa. Na kila kilichoko katika ulimwengu kikifanya kazi huwa kimewezeshwa. Na hivyo basi ukitamka ni uwezo wa Mungu ni sawa, usipotamka pia jua ndio hivyo ni uwezo wa Mungu, kimewezeshwa bila wewe kukubali au bila wewe kujua kwa kimewezeshwa, lakini kimfanya kazi. Sasa mwezeshaji ndiye anayewezesha vitu, ndio anayewezesha mambo, ndio anayewezesha kila hali. Tukubaliane na hilo tu. Kwa hata mtu akila dawa si sababu ya kupoa, mpaka iwezeshwe na Mungu ndo apoe. Si dawa inampa mtu uzima akapoa. Wewe ukisikia tumbo la kata la uma, ungana hospitali umpewa dawa na daktari, ukiliona lintulia linawezeshwa. Dawa imewezeshwa na Mungu ikuutulize. Isipowezeshwa utasikia wapelekwa mbele na mbele mpaka ufikishwe
kwenye mlango wa kaburi, kwa sasa wazikwa. Kwa hivyo huu uwezo uko, wala nushirika birabbina ahada, wala hatujui kama anayetoa uwezo huo yuko kiumbe mwingine zaidi ya yeye Mwenyezi Mungu kabisa, bali alivyosema hawa marohani majini katika suratul Jinni kwa kauli yao hii ambayo Mwenyezi Mungu ameithibiti kwenye aya hii ya Qur'ani, kwa wao pia wamekubali uwezo ni wa Mungu. Kwa hivyo hawatomshirikisha, hawatomfanyia mwenzake, hawatokubali Mungu hana uwezo, hawatompinga. Shaelewa, marohani hawapingi mambo ya kheri wala hawampingi Mungu katika ibada zake, bali wao wenyewe muslimuna. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun, wale wabaya wajulikana. Lakini sisi Waislamu, faman aslama faulaika taharau rashada, aliyesalimika ni yule ambaye uongofu utamfuata, ameongoka ndo akasalimika. Sasa majini marohani na majini mashetani ni tofauti, kwa sababu majini mashetani ni viumbe wabaya, majini marohani viumbe wazuri. Kwa hivyo katika kila kitu Mungu anaomba kizuri na kibaya. Ameumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila kizuri na kila kibaya, yani pande zote mbili. Kama alivyoumba mashariki akaumba magharibi, aliumba mume akaumba mke, vile vile akaumba kizuri akaumba kibaya. Lakini kizuri akakitolea amri, kibaya akakekea makatazo. Shaelewa sasa wewe unanisikiza kipenzi changu sauti ya mzimle? Sasa na tuelewe katika hukuku watu waweza kukaa tukawa tuwazima duniani. Tusiwe hospitali twaugua, na tusiwe wenye kulikosa jambo, ni kuwezeshwa. Aezeshaye nani? Yeye muumba Rabbul Izza, yeye alituleta, alitutengeza, tena akatutia ndani ya matumbo ya kina mama na baba, tukapitia njia za wazazi, tukaja tukawa sisi. Sasa hata kwa sisi tumewezeshwa, si nguvu zetu, si chakula tulizolishwa na mama tukiwa udogoni, pengine wabadilishwa matoki, mara si ndumaa, mara ambao au sio tulishebata. Si chakula kinachomfanya mtoto akawa, amri inamfanya mtoto kuwa ni ya Mungu. Hasa kama huku pengine huku katika kuzaliwa kwake ndio waona ni hizo nguvu za mzazi. Haya kule kwenye tumbo nako alikokuwa maji, nguvu za nani? Mzazi yupi alitia mkono akamfikia mtoto kwenye maji ya uchanga wa mwanzo wa mimba kuzaa, kisha kamlisha akiwa bado yuakuwa? Hakuna sehemu yoyote ambayo kuna upenyo au ndia ya kupita mzazi kusema na kihurumia hichi kichanga acha nkilishe. Atakilisha baada ya kukizaa, na chala chalishwa na Mungu kikiwa tumboni mwake. Angalia siri hii ya mweza mwenye kuwezesha. Ndio Mwenyezi Mungu katika Qur'ani akasema, afara'aytum ma tumnun, mwakiona lakini mnachokitonesha, kitone cha maji mnachokitia kwenye tupu ya mwanamke mwakiona? Antum takhluqunahu am nahnu alkhaliqun. Kisha mkishafanya lile jambo lenu, we baba na mama, mna utenda kazi wa kumtengeza mtoto, au mwaondoka mshamaliza shughuli, mwenda oga, mwenda tafuta mengine, kisha mwamwatia mwenye kuumba sasa afanye kazi yake. Muumbaji ana kazi, nyinyi mwafanya utoneshaji, mwampa kazi yako kukileta sasa kiumbe. Mungu ni mkubwa bwana. Usidanganywe na usidanganyike, wala usiwe mwenye kujighuri nafsi yako. Iko imani ya kumwamini Mungu kivyo vyote. Sikudanganye hata kafiri pia na aseme kuwa Mungu hakuna, Mungu ana mwenzake au yeye ni Mungu, lakini pia anayo imani kuwa kuna mahala yeye hutaja akakubali mwezeshaji si yeye. Yuko aliwezesha na akamwezesha na atamwezesha. Atamwezesha mpaka yeye pia awe maiti. Hata kama hataki kufa, aogopa kufa, au yeye jambo la kufa halitamani, wala pengine ana uwezo wa kuliendea mbio lisile. Kila akiona umri waenda ndio enda zeeka, enda tafuta ujana mwingine ili asife. Kumbe kuna mahali taambiwa hapa ending. Hapa mwisho wa nini? Barabara. Wenyewe wazungu wasema the end of the road. Mwisho wa barabara huwa lazima gari iturn. Shaelewa, irudi tokako sasa. Sasa sisi tunkuja huko lakini tuarudi kule
tulikotoka, tulikoletwa na Mungu, ndio utaona kuna kauli kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Twatoka kwa Mungu tukizaliwa, twarudi kwa Mungu tukifa. Haya, hii dunia safari ya go and return. Hii ukenda kama unavyokwenda utarudi namna ya kurudi, hakuna njia nyingine. Sasa mtu asikudanganye kuwa ati waweza fanya jambo bila uwezo wa Mungu, hakuna. Au kuna kitu chaweza fanya bila uwezo wa Mungu, hakuna. Na hata ikiwa wewe ni injinia au makanika au ni profesa au ni mtengenezaji, ukikitengeza pale, watengeza pale, kuna uwezo wa Mungu ndani yake utakao kuwezesha wewe ukitengeze kile na kifae. Ukiona hakikufaa, mwenye kufanya kikafaa hakukifanisha kikawa chenye kufaa, sasa ndio utajua kuna uwezo ulioko juu yako. Kwa hivyo kuna hirizi hutumiwa katika jambo baya, chelewa, na kuna hirizi hutumiwa katika kuzuia jambo baya. Kwa uwezo wa Mungu lisimfike mtu au mtoto Hapa kidogo nitagusia masala ya huyu mtoto. Mara nyingi sana ukiona mtoto atatizika kwa mabaya, kuna watoto hawa wachanga walia sana usiku, na vijitoto vile nukia pia vya wana utundu mwingi, utukutu mwingi, mpaka wao wasema nishampiga mpaka ninachoka, afadhali sasa hii nitamuua, ndio ya mambo yaishi. Hii kwa sababu ya ampitwa na upepo mbaya mtoto. Sasa wewe yatakiwa unitafute mimi mtabibu kama Mzimle au kama Mfalme Kaimu, utake msaada wa Mungu kwangu, kwa huyu mtoto ana tabia hizi za kulia usiku, kushtuka, kubabaika, na vile vile kutopata usingizi. Sisi tuelewa, huwa tunamtengezea mtoto hirizi ya kinga yenye uwezo wa Mungu, tukaitia zile dawa zinazotakiwa, kisha tukaiandika maneno yake ndani. Maneno yake huwa waandika maneno gani ndani ya hiyo hirizi? Waandika Allahumma ya dhal sultani al-azim wal manna al-kadim dhal wajhi al-karim wali al-kalimati tammati wa da'awati mustajabati afina min anfusil jinni wa ayunil ins. Maneno hayo kwa wajua Kiarabu, Allahumma ya dhal sultani al-azim wal manna al-qadim dhal wajhi al-karim wali al-kalimati tammati wa da'awati mustajabati afina min anfusil jinni wa ayunil ins. Maneno makubwa sana haya, ndio maneno yanayoandikwa kwenye hirizi ya kuondoa mabaya. Yaondoa mabaya kwa mtoto mchanga mwenye hizo tabia za kushtuka shtuka, kulialia, kuogopa, kutokuwa na usingizi, na pia kuugua vijimaradhi visivyoisha. Kila saa pelekwa hospitali, mara temperature yumoto, mara sijui ya nzima iko baridi kabisa, mara sijui atoa mate kwenye mato, hata yatoki tena mdomoni mate, yatoka kwenye mato. Sasa si ni hatari hiyo? Chakimbizwa hospitali. Sasa upepo huu mbaya, sharti umtengezee mtoto hirizi ya kinga, imkinge na ubaya huo na mabaya hayo, hali humjui aliyekufanyia mabaya hayo nani. Ni mke mwenzio, ni shangazi wa mtoto, ni bibi yani nyanya wa mtoto, au wewe mume unakwenda tafuta mabaya kwa mwanamke
ambaye pengine ni wa barabarani, mwanamke malaya, kwenda lala naye, kumbe ana pepo mbaya, uzito au unamletea mwanayo mwana kitanda kimoja nyumbani, nyumba moja, unamletea mtoto zahma. Ndio mwanzo mkeo atoka kuzaa, ndio mwanzo wewe ndalikuwa jalala taka walileta ndani ya nyumba. Uko nalala na mwanamke la barabarani, ulijui machafu yake, uyatwa yale maovu yake, mabaya yake alionayo na uchafu wake, unauleta ndani ya nyumba. Sasa umekuja mfanya kiumbe kilichokuja kigeni kile ndani ya nyumba yako, kitoto kilichozaliwa, yule malaika wa Mungu yampata haraka na yaona, yuafafatika, sema uogopa, kilio cha kutonyama, kilio cha kuendelea. Kumbe mtoto huyu atakale mabaya yatoke, yasije yakamdhuru yeye, yakamdhuru mamake aliyemzaa, yakakudhuru na wewe ule baba wa nyumba. Sasa ile huwa ni self defense. Mtoto kulia sana ni ishara ya kuwa nyumba haiko sawa. Sasa mtoto ataka msaada wa kujieleza, mumwelewe ili ajitete yeye, yuajitetea huwa na awatetea na nyinyi. Kuna jambo baya lisije likaleta maafa. Wewe waona wale wanawake wenye kuzaa waume zao wakiwaleta mabalaa kwa mande. Yaani mimi ningekuwa na uwezo ningetamani mwanamke aliyezaa mume awe mbali naye kwanza kwa muda zile 40 zipite. Zile siku 40, kwa sababu ndipo zinapoleta balaa nyingi, kwa sababu kuna damu. Mwenye kuzaa bado yofanya nini? Mimi kwa namliko mwenye kwa damu. Sasa huku yeye bado yuko kwenye damu ya nifasi mpaka kwa siku 40 itakapofunga. Huku wewe wamletea nini? Wamletea mtu wa kula damu, wamletea upepo wa kutosikizana na nini na wilada na damu ya kuzaa. Sasa vita hivyo mvitia ndani ya nyumba, ndio maana vapiganwa kwa roho ya malaika. Kwa sauti yangu hii ya Mzimle na kwa neno langu la world warning, na tahadharisha ulimwengu wa watu waelewe kuwa anayezaa ni mtu ambaye atakiwa aekwe kwenye miko. Mke aliyezaa aekwe kwenye miko. Wewe mume, kama una mambo yako kwa hizo siku 40, stop, acha. Vizazi vingi humu kwetu vindhurika, vinti achirwa na mababa zao. Wewe ndio wapiga mahesabu, ashazaa siku 40, mimi nitaweza vumilia, wacha hizi shortcut nitumie kwa hizo siku 40 mpaka atakapokuwa yeye sawa, wacha nitafute kijimada hivi, wacha nitafute kijimama hivi, wacha nitafute kijimalaya. Basi kumbe wajaleta nini? Gonjwa la mwaka na miaka. Kwa kutokuwa na subra kwako kwa siku 40, waweza leta maradhi ya milioni 40 ndani ya nyumba. Twaletewa saa nyingine hapa watoto. Mfalme Kaimu, Mzimle, huyu mtoto tangu azaliwe ni hivi ni vile. Ukimwangalia Anchiro bana, Anchiro babake anakwenda ingia mahali pachafu katika siku za mazazi ya mke wake. Sasa aleta nyumbani, kisha mwingilia na mtoto nao yanampata. Au baada ya mwezi 40 amwingilia na ule mama naye alitwahirika, amtia nalo lile gonjwa. Nini hii? Ni kwa sababu ya kutoweza kuwavumilia wanawake wanapotupa zawadi njema kama hii. Wewe ashakupa tunu, ashakupa zawadi, wewe wampa gonjwa. Yaani asante ya punda mmateke. Akupe zuri wampa baya. Hebu tuyaangalie haya mambo wanaume. Tujaribuni pia kuelewa kuwa tupu unayoijua ina afadhali kuliko tupu usiyojua. Tupu unayojua wajua kwa wewe waingia wewe tu, lakini tupu usiyojua waingilia leo, usiku wa leo haijapumzika hiyo. Usiku wa siku 40 ilikuwa ingiliwa na kila mtu. Leo yule, kesho kutwa yule, kesho kutwa yule, kesho wewe kwa 41. Sasa kama katika wale wengine, wengine wana mapepo wachafu, wengine wana uchawi, sihiri, wengine wana maradhi. Sasa si wakukuta si wazoa wabeba kisha waona jambo la kuleta ndani ya nyumba yako. Sasa pale utabakia wewe wa spending, watoa mapesa kila siku. Mke akwambia mtoto mgonjwa, twende naye huku, twende naye huku, turudi hivi.
Wewe spendi tu mwisho wasema too much bwana. Siku za mingi mfilisike bwana. Hamuishi. Uliyotaka wewe yasishi. Wewe mwanamume ndio uliyotaka yasishi. Sababu uliyaleta. Mke hajui, malaika uliyomzaa hajui. Kwa taka kinga. Tena mwanamke yote akizaa. Nisikizeni kwa neno langu hili la world warning. Mwanamke yote akizaa duniani anitafute mimi kama Mzimle au Mfalme Kaimu. Nimtengezee hii dua, nimwandikie hii dua. Kwa siku 40 yuko kwenye damu au kwenye mazazi ashazaa, ile ndani ya nyumba yake hii dua. Akija mumeo na mabaya au kuja mtu na mabaya, asikupate wewe ulezaa wala asimpate mtoto alezaliwa. Mengine hata aletwi na mume, aletwa na watu tu. Mjomba, ami, sijui rafiki, jirani. Ankuja hata akuja kusalimia kwa sababu unzaa na yeye mwenyewe yao tele. Amabaya tele, ana uchafu tele. Akitoka pale wewe wa mwingine. Haya, mengine atakuatia wewe, ankuja na 10 atakuatia maili atoke na 8. Ajiangalie basi katika hizo siku. Angalia baada ya kumalizika siku 40 za kuzaa kwenda sasa 41 mpaka uko utakapojaliwa kama wewe wa kutua, utakuwa na kituo. Huna kituo, ni hospitali kwa mtabibu. Sijui wapi kwa nyanya wa zamani, sijui mwanangu hivi bibi, utamaliza mtoto hatui. Akuendesha wenda miji, wenda mitaa, wenda nchi mpaka mwisho nenda Tanzania nchi jirani. Mtoto huyu sijui akafanywe vile akafanywe hivi, utajikuta wewe kwa tourist. Unkua mzungu wazunguka kila sehemu za nchi na miji. Unkua mzungu mtalii. Lakini watalii wanakuja kuzunguka kwa raha na furaha. Wewe wazunguka kwa shida, tabu na huzuni. Hili jambo likingwe na lieleweke sana. Ni muhimu sana katika nyumba yenye mtoto mchanga aliyezaliwa kuweko na maneno haya: Allahumma ya dhal sultani al-azim wal manna al-kadim dhal wajhi al-karim wali al-kalimati tammati wa da'awati mustajabati afina min anfusil jinni wa ayunil ins. Na haitegemei mtu wa dini gani yoyote, kinachozaliwa kiumbe cha Mungu afaa mtu atengezewe hii itiwe na dawa yake ya irizi. Uko mbele nitaeleza dawa zake inshallah. Apate kinga mtoto mdogo na mupate kinga nyinyi watu wazima ndani ya nyumba na mabaya ya wenye kufanya mabaya. Kwa hivyo itaandikwa au yataandikwa maneno haya, dua hii nzuri, alafu itatiwa dawa zake. Hii ndio maana dawa kwenye hirizi, ni dawa. Nani alikuambia kufanya jambo hili ni kuitakidi? Nani alikuambia kufanya jambo hili ni kuitakidi? Yani ni kuamini kwa hirizi na uwezo? La, hakuna aliyekuambia na hutoambiwa, ila maneno haya, hirizi hii ya dawa itafanya kazi kwa uwezo wake Mungu. Ilmu itafanya kazi kwa uwezo wake Mungu, ilmu. Kwa hivyo ukiamini kwa hirizi na uwezo, itakuwa la hasha wa kalla. Hirizi ni dawa kama dawa nyingine, na si lazima hirizi utengezewe na mtu kama ni mganga au mtabibu. Waweza kujitengezea mwenyewe kwa sababu zako, na ni dawa, kwani hirizi iliyokatazwa ni ile unayoipa uwezo wa Mungu, unayotia imani, au ni ile unayotumia vitu ambavyo ni najisi, au ni ile ambayo kwanza waipa uwezo wa Mungu, yani waipa imani. Kwa hirizi tanifanyia, haifanyi, uwezo wa Mungu ndio utakokufanyia. Hirizi ni sababu.
Na vile vile hirizi iliyokatazwa ni ile inayotumika vitu vya najisi, vitu ambavyo ni vichafu vimekatazwa katika dini, kama damu najis, usaa najis na vitu vingine ambavyo mwavijua ni najisi. Ambavyo ni najisi, si tahara au ni haramu, havifai kutengezewa hirizi. Au venye kudhuru, vitu venye kudhuru na kuharibu pia havifai kutengezewa hirizi. Hiyo si hirizi, huo ni uchawi. Au kumfanyia mwenzako kwa hirizi fundo, kumpulizia. Haya mambo makubwa, mpaka nikiyasema hutoyaelewa, mpaka yafanywe kwa mwenye kuyajua au yafanywe kitendo. Yalitokea zama za Bwana Mtume SAW. Ikawa sasa watu watiwa kwenye mafundo ya kiza, mtu asifikie kheri zake kwa kupuliziwa hirizi. Pia ni awe ni mzito wa kuendelea katika mambo yake, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Al-Falaq aya ya 4, wa min sharri nafathati fil uqad, na shari ya wanaopulizia mafundoni, na shari ya wanaopulizia kuvivia mafundoni, kwenye hizo hirizi za kichawi. Zile hazitengenezwi kama mto za kichawi, zitengenezwa kama fundo, kama kifurushi cha nguo. Baya sana. Na hii ni hirizi ya shari, si ya kheri. Maanake yafunga nini? Mtu fundo, akawa ye mambo yake yote mfungika, kila alifanyalo halili tena, limpuliziwa ile hirizi, ifanya kuviviwa sasa, ikasemewa, kuwekwa kwenye kanja cha mkono, ikasemewa, ikapuliwa, ikarushwa na unga. Basi wewe jitafute, ukishafanywa hichi kitendo jitafute, utatamani wanavyovipata wenzio. Weza ukaselelea, Swahili wakwambia weza ukaselelea, weza ukabakia hapo uliko, uendi mbele urudi nyuma. Hasa ujielewi, mbele huendi, nyuma pia hurudi. Sasa wewe itakuwaje? Wewe utakuwa ni mtu ambaye va center game, kiwa mbele uendi, nyuma hurudi, ni center game. Wewe utatezwa kati na kati, na nitezo mbaya. Huna maendeleo na hutoki ulipoingia, ukajikomboa, ukajisaidia. Nataka hili lieleweke. Vile vile hirizi huondoa kwa uwezo wa Mungu na kwa maneno yake vitisho vya kumwogopa kiumbe mwenzako au shetani au kuwa na uoga wa kitu. Hirizi huondoa kwa uwezo wa Mungu na kwa maneno yake vitisho vya kumwogopa kiumbe mwenzako au shetani au kuwa na uoga wa kitu. Waweza mwogopa mwanadamu mwenzako, hiyo ni hirizi chafu, kushirikisha. Ukamwogopa shetani, huko kushindwa katika imani. Na vile vile waogopa umwoga tu, hata kiza cha usiku kikiingia wewe waogopa. Kuna watu waogopa kiza, haizi lala kiza mpaka shetani. Ukimzimia taa waona kama kiama kishafika. Haogopa kila kionacho. Haogopi mwenye kuogopwa Mungu. Haogopa viumbe vya Mungu vilivyoumbwa na Mungu. Sasa hili jambo ni shirki, ndio maana ya shirki. Sasa wewe ukimwogopa kiumbe mwenzako na vile vile ukiogopa kitu, wewe washirikisha, ndio maana ya shirki. Shirki si kwenda kwa mganga, shirki si kwenda kwenye utabibu, shirki si kujitatua matatizo ulionayo wewe na dhiki zako za nyumbani na watu wako, wala shirki si kujitafutia uzima wako. Shirki ni kuogopa kisichokuwa Mungu
na kuviogopa vilivyoumbwa na Mungu. Sasa wewe waogopa kiza, huoni hili la kutekesha? Kiza cha kuogopa wewe, wakiogopa kiza. Kunao watu waogopa mpaka maiti. Yeye aogopa mtu aliyekufa, haingii kwa maiti, na akiingia aeza akafa yeye, au kukifiliwa kwenye nyumba fulani, watu waigura hiyo nyumba, waogopa aliyekufa. Ati kila tukikatwa muona watu wagura wamuogopa leo. Tena huyo ni kipenzi chenu, mlikuwa maishi naye, kwani mwamkimbii? Na hata kama ingekuwa kweli iwaja, si ndio vizuri, kwa sababu kwa bado yuko na nyinyi na alikuwa mampenda. Sasa mwamkimbiana. Hizi zote ni njozi mbaya. Hirizi huondoa mambo kama haya. Hirizi vile vile huondoa ndoto mbaya, yaani njozi za kutisha. Kama wewe una tabia ya kuota ndoto mbaya mbaya, kuna watu jamani waota. Kwa sauti yangu hii ya Mzimle, kuna watu jamani waota. Tena yeye siku moja ikiwa hakuota, bahati mbaya, na ndoto zake ni mbaya tu, za kuogopesha, za kutisha na za kunini, za kummaliza yeye mambo yake. Akiamka mgonjwa, akiamka hana shilingi, ndoto za kufanya nini? Kumfanya akawa mgonjwa asende kazini, kumfanya akawa hana ndururu mfukoni. Na jana alilala na pesa, hana tena mfukoni mwake pesa, za mfukarisha ndoto zake. Na kuna ndoto za kunyima raha, za kunyima raha mbaya mbaya, za kutisha. Kuna watu waota hapa ninapozungumza saa hii, kila mwenye fahamu zake anayenisikia yuaelewa, na ambaye analo hili jambo yuaelewa. Mfalme Kaimu asema nini, Mzimle asema nini. Nasema kuwa watu waota mno ndoto zisizokuwa na amani, zisizokuwa za ndoto nzuri, zisizokuwa ndoto za bishara, ndoto za hasara. Bali liote ndoto ambayo yakupelekea wewe kuwa kheri yaja au furaha yaja au mali yaja. Wewe uta ndoto ya kuwa wewe kesho utaugua, mwaka ujao utafilisika na mambo kama hayo. Njozi kitu kibaya, na mtu akiota asidharau. Hakuna ndoto afau idharau. Tafute mjuzi wa ndoto akueleze ndoto hii ni ya nadhara au ni ya bishara, ya kuonya kuna mabaya au ya kupa furaha kuna mazuri. Ujijue mapema, sio kae mpaka utumbuke kwenye mtumbwi wa kibwengu ndio sasa watafuta kujua ulipoangukia. Jitetee. Mungu ankuumba wewe kwa akili ya kujitetea, akanyima viumbe wengi akili. Wewe mwana akili, si mwana wazimu. Na ndio maana mwanadamu akirushiwa nyama chini ya ardhi, mtangani hali mpaka ioshe. Kama anzidiwa na ndaa, andharauliwa, nyama itupwa chini, ataitukua kaioshe ndo ale. Lakini mnyama we mtupie tu, hana akili, atakula ikiwa pale pale kwenye tope, kwenye mtanga, na atakula pamoja na hizo mitanga. Hasa akili yote uliopewa wewe washindwa kujiagua. Nisikize kwa makini. Fungua masikio yako yote mawili. Kwa akili yote uliopewa na Mungu washindwa kujiagua? Washindwa kujifanyia dawa ukawa ni mwenye akili, ukawa mtu mwenye mafanikio, ukawa mtu usiokuwa na maradhi ya kupewa. Manake maradhi mengine watu wapeana zawadi. Kuna bwana mmoja alijisifu kwangu, akanambia, tulikuwa kwenye kikao fulani cha matwabibu, akanambia mimi bwana niko expert, mimi naweza mpa maradhi kwa mtu kwa mkono wangu. Yaani naweza yatengeza ile maradhi kwenye mkono afu nikampa mkono, nikimwamkua nikawa nishampa, nikiondoa mkono ayatoa yeye kwenye mkono wangu, mimi sina tena. Kwa hivyo mimi nishampa, ataugua yule mpaka na mimi ufanye hizo kazi, utumwa kupeleka maradhi kwa watu na matajiri fulani na watu fulani, na nikapata pesa nyingi. Mfalme Kaimu
au Mzimle. Alivyoniambia nikamwambia, lakini wewe ufanyalo si utabibu wala si uganga, ni uchawi. Wewe waroga watu, wapa watu magonjwa kwa sababu ya pesa, upate ule na familia yako, kule yule mwenzako atakuwa mahututi. Nikamwambia, angalia, sikupi saini ya leseni yako ikimalizika. Ukinifuata nikusainie karatasi yako pe leseni ya kazi na serikali, sikupi saini. Wewe wadhuru watu. Heri tukae mahali hapa ujibainishe, useme yako, unaambie mabaya yako ni kujue kwa ni mbaya. Na watu kama nyinyi ndio mnaoharibu kazi za watu. Alitahayari akajuta kwa nini mdomo wake ulimpoza. Kwa nini mdomo wake ulimtongea? Kwa nini mdomo wake haukunyamaza? Arusha jile kituo cha polisi. Akajuta. Kwa hivyo usidharau ndoto, njozi. Na ikiwa una ndoto nyingi za mbaya mbaya, nitafute. Si ishara ya wewe kufuga nini? Ndiwa. Usione kuota ndoto mbaya pengine ni mafanikio baadaye, ni hatari. Kwa hivyo hirizi iko kwenye kuondoa ndoto mbaya. Ukiilalia chini ya godoro lako, unalala kwa muda wa siku 7, wailalia kwa siku 7 mpaka kwa siku 21. Kwa uwezo wa Mungu, hirizi hii ni kinga. Kwa uwezo wa Mungu, hirizi hii ni kinga, itakuzuia na ndoto hizo mbaya zitaondoka, zisirudi tena kwenye kitwa chako, kwenye usingizi wako. Manake mengine ukiyaota yatendeka. Vile vile hirizi hufungua nguvu za kiume. Kunao wanaume ambao wamefungwa nguvu zao za kiume kwa hirizi, si kwa masala ya udhaifu wa maradhi au pengine kwa udhaifu wa kuchoka, stress na mengineo. Hizi huwa zina dawa, mpaka upewe dawa. Ndio pale watu watangaza kuna dawa ya nguvu za kiume, kuna nini? Lakini ikiwa wewe nguvu zako za kiume kwa sababu ulifungwa wewe, basi atoka na dawa kazi bure. Matupa kwa machupa, tembe kwa tembe, unga kwa unga, utakuta bado wewe ni vile vile huna nguvu za kiume, walaumiwa nyumbani. Sasa hii ni fungo, umefungwa mpaka ufunguliwe kwa hirizi ya nguvu za kiume. Kwa wanawake pia ni hivyo hivyo, pengine huwa fungo ya kike asiwe na hisia na mumewe, mpaka afunguliwe hisia zake kwa hirizi ya fungo za kike ili asikie. Kuna wanawake huwa hawana taladha na waume zao au mwanamume, yeye alaliwa kama godoro kwa la usingizi tu, alafu mtu akiamka huyo ashikandia ana maana yote. Ushaliona godoro likiwa na maana? Godoro ni chombo cha usiku, usingizi tu, mchana kwisha. Kwa hivyo mpaka ufunguliwe hirizi hii ndio uregee nguvu zako za kiume. Inshallah utakuwa mwanamume kama mwanamume au mwanamke kama mwanamke, kiwa ulifungwa kwa hirizi chafu ya kufungwa nguvu za kiume au za kike. Tena ufungwa kiuchawi ili mume asiweze kumwingilia mke wake na wasiweze kufanya tendo la ndoa. Basi hirizi hii sisi ni ya dawa, humfukiza nayo mwanamume. Kwa mwanamke akafukizwa na wanawake wenzake, anapofukizwa tu nayo tupuni, kwenye tupu yake ikatanganywa na ubani wa kiume, ubani dhakar, ubani wa kiume, kwa uwezo wa Mungu nguvu zikafunguka, mke akayaona, mume akayaona, akafurahika tena kwa mara nyingine. Na alikuwa washa chokana. Na mimi nishawahi kuwafanyia watu wengi dawa hii. Na mimi
kama Mfalme Kaimu au Mzimle, nishawahi kuwafanyia watu wengi dawa hii, wakarudi kuwa wanaume na wakarudi kuwa wanawake, na mpaka hivi mnavyonisikia, kuna watu watasikia kauli hii na watasema asanta Mzimle, wanitaja mimi. Ni vingi, lakini watasema wanitaja mimi. Sema jina tu, utaki kulitaja. Sitaji jina kama ninavyosema, lakini nataja kitendo cha kunini, cha kuwa na faida na dawa hii ya hirizi. Mpaka kufikia hapo, penzi vyangu wa Sauti ya Mzimle, nimewatwa na wakati, na inshallah tutakutana kipindi kijacho inshallah. Sina budi kuwashukuru nyote kwa kunisikiza na kuisikiza elimu hii, na kuishukuru Station TV ya Mzimle, Khadija Abdallah Mwinyi Program Manager, Safia Ali Ahmed Chief Engineer, Zainab Yusuf Othman Director, Evans Absolo Juma Managing Director, Mwana Hamisi Muhammad Guyo na Rukia Abdallah Mwinyi kwa utayarishaji wa mavazi yangu. Na washukuru na Mungu awajaze. Tutakutana tena kipindi kinachoendelea.